अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल हम देखते हैं कि जुल्म व बर्बरियत के जितने नमूने या वाक़यात Ibn Aziz anasema kwamba siku hizi sisi tunashuhudia kwamba matukio ya dhulma zinazotokea katika nchi za Waislamu. Matukio haya haionekani katika nchi zisizokuwa za Waislamu au matukio haya hayapatikani kwa wingi sana, lakini kama matukio haya yakipatikana katika nchi hizi zisizokuwa za Waislamu, kule watu wanazungumza sana dhidi ya matokeo haya yanayotokea. हुकूमती कारिंदों की तरफ से हों या किसी ग्रुप या फर्द की तरफ से हो रहा हो. Ingawa dhulma hii inatendeka upande wa viongozi wa serikali au kama inatendeka upande wa mtu binafsi, hivi karibuni matokeo yalitokea katika Marekani na watu walizungumza sana dhidi ya matokeo haya yaliyotokea kule na walipinga sana. Lakini jinsi na kadiri Islam inatuamuru kwamba tuwe na mapenzi na udugu na umoja, lakini nchi za Waislamu siku hizi na vile vile makundi yaliyotengenezwa kwa jina la Islam kwa sababu ya masilahi ya nafsi zao au kwa ajili ya kuleta amani au kwa jina la Islam, wao wanadhulumu kana kwamba wao wanaenda kinyume na mafundisho ya dini tukufu ya Islam moja kwa moja. Na siku hizi kwa jina la Islam au kwa ajili ya sheria ya dini tukufu ya Islam, makundi ya wagaidi yametengenezwa ambayo yanadhulumu kiasi hiki kwamba kwa kuona dhulma ile mtu anashangaa
kwamba कोई मखलूक कर रही है। je hii ni kazi ya wanadamu गुज़श्ता दिनों au पाकिस्तान में ni watu जुल्म की एक ऐसी सूरत हमारे सामने, au ni wanyama katika sura ya wanadamu. जुल्म ही नहीं था hivi karibuni katika nchi za Pakistan और सफाकी dhulma की बदतरीन मिसाल थी। ya aina hii ilitendeka, na ile ilikuwa si dhulma tu bali ilikuwa unyama, ऐसा वाकया na vile vile ilikuwa इंसानियत चीख उठी। ukatili wa hali ya juu. Na kwa kuona dhulma ile, mtu जिसमें इंसानियत की hawezi किसी भी रमक है, kuamini kwamba mwanadamu anaweza kufanya hivi. Na kwa kuona tukio lili, ubinadamu ulipiga kelele sana, आज से करीब na yule ambaye ndani yake ubinadamu unapatikana hata kidogo, yeye pia alilia sana kwa kuona dhulma ile iliyotendeka kule. यहाँ के एक टीवी चैनल ने कानून बीबीसी ने dhulma ya aina hii iliyotendeka kama होने वाले ऐसे वाकये miaka 4.5 iliyopita, dhulma ya aina hii ilitendeka katika msikiti wetu wa Lahore, इनमें हमारी जो मसाजिद का वाकया था, na BBC ilieleza matokeo ya aina hii yaliyotokea katika miaka 5 iliyopita. Miongoni wa matokeo haya, BBC ilieleza tokeo letu pia lililotokea katika msikiti wetu wa Lahore. ना ही हुकूमत ने तो काबिल तो जो समझा और हमदर्दी और अफसोस के काबिल समझा, dhuluma iliyotendeka और ना ही अवामुल juu yetu, serikali haikuchukua hatua yoyote wala hawakufanya, इंसानियत से हमदर्दी hawakuonyesha huruma hata kidogo, wala watu wa kawaida pia, labda kwa sababu ya haufu hawakuonyesha huruma. Lakini sisi wanajumuiya tunahurumia ubinadamu, हम वतन na kwa kuona kwamba ubinadamu unaudhika na upo katika shida, kwa kuona hali hii sisi tunakosa utulivu, रहम के जज्बात से भरे हुए हैं, जो पाकिस्तान में गुज़श्ता दिनों हुआ वाकया। na wale waliouawa wote ni Waislamu, na kwa ajili ya hawa wote sisi tuna huruma sana, इन पर जुल्म देखकर na tunasikitika kwa sababu ya tukio hili, चैन होना ही था और हुए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ना kwa kuona dhuluma waliotendewa hawa wenzetu. हम यहाँ बैठे हुए अक्सर के हम वतन Lazima tukose utulivu, kama niliyosema kwamba hawa walikuwa wananchi wetu wenyeji wa Pakistan, में na pamoja na hii walikuwa Waislamu. इंतहा की गई। Kisha katika tukio hili lililotendeka huko Pakistan, ईंट चढ़ने वालों में wao walionyesha unyama wa hali ya juu, 5, 6, 7 साल के बच्चे, kwa sababu wale waliodhulumiwa 10, 12 miongoni mwa hawa wengi wao walikuwa wanafunzi wa shule, ऐसे बच्चे भी बीच na wengine walikuwa katika umri wa miaka 6 au 7 ambao waliuawa. Wengine walikuwa miaka 10 au 12. Watoto na wanafunzi ambao walikuwa na umri wa kiasi hiki, wao pia waliuawa. मुसलमान Hawa watoto ambao walikuwa wadogo sana, क्या फर्क है ये भी नहीं पता होगा, labda wao hawajui ugaidi ni nini, लेकिन बड़े जालिमाना तरीके से labda wao hawajui kwamba kuna tofauti gani baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, lakini की चादर में लपेट ले, kwa dhulma sana hawa watoto wadogo waliuawa. सब्र और हौसला अता फरमाए। Mwenyezi Mungu awaghofirie hawa wote waliouawa, बनाया गया, na Mwenyezi Mungu awajalie wazazi wao subira sana. इन नाम नेहाद शरीयत के नाफिज करने वालों ने बदला लेना था। Watoto hawa waliuawa na walidhulumiwa kwa sababu ya hii kwamba katika nchi ya Pakistan hawa wagaidi wanataka kulipiza kutoka kwa wanajeshi. Hii ni Islamu ya aina gani? Na hii ni sheria ya aina gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam hata katika hali ya wita यहूदी alisema kwamba कत्ल करने पर wasiokuwa Waislamu ambao ni watoto na kina mama wao wasiuawe. तो साहबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह,
ये यहूदी का mtoto wa kiyahudi alipouawa mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuuliza sahaba wake yule sahaba akasema kwamba huyu alikuwa mtoto wa yahudi hata kama mimi nimemuua kwa kosa ni kosa gani sasa hii mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia hii alisema kwamba je alikuwa si mtoto wa mwanadamu asiyekuwa na dhambi hii ndiyo ni kipimo kilichowekwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kulinda utakaso wa ubinadamu na huu ulikuwa mfano mwema wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini wanaofanya dhulma kwa jina la Islam amali zao ni mbele zetu tunazoshuhudia mara kwa mara lakini kama nilivyosema kwamba dhulma iliyotendeka huko Pakistan kila mmoja alionyesha huruma yake awe muislamu si muislamu yeye pia alisikitika sana hapa pia siku mbili iliyopita Church of England walimfanya mwanamke wao wa kwanza kuwa padri wao walipanga sherehe kabla ya sherehe yao wao pia walisikitika na walisimama kimya kwa dakika moja kwa kuonyesha huruma kwa ajili ya wale watoto waliuawa katika Pakistan muradi wake ni kwamba kila mtu aliudhika na alisikitika hata kama alikuwa na dini gani lakini wale wanaoitwa waislamu wao walitangaza kwa fahari sana kwamba ndio sisi tumewaua hawa watoto tena si kundi moja bali ni makundi matatu au manne na wanasema kwamba sisi hatuhuzuniki kwa sababu ya kitendo chetu tulichokifanya basi sisi tunaona kwamba yule aliyekuwa na huruma hata kidogo yeye pia alisikitika kwa sababu ya tukio hili na kama nilivyosema kwamba wanajumuiya wanakuwa na huruma sana kwa ajili ya ubinadamu mioyoni mwao sisi kwa ajili ya huruma ya binadamu tunakuwa tayari kila wakati ikitokea tukio hata kidogo sisi tunahuzunika sana mimi nilipokea barua chungu mzima baada ya tukio hili kwamba baada ya tukio hili hatukupata utulivu siku mzima na Hazur anasema hii ndiyo ni kweli Hazur anasema hata mimi mwenyewe hali yangu ilikuwa hii kwamba niliathirika sana na sikupata utulivu na hali ya hii inapopatikana katika hali hii maombi dhidi ya hawa maadui yanatoka yanafanywa Mwenyezi Mungu atakase nchi yetu katika wadhalimu hawa na akoe nchi yetu katika wadhalimu hawa tena si nchi hii tu bali Mwenyezi Mungu awakoe waislamu wa nchi zote kwa kuona matokeo haya tunakumbuka dhuluma iliyotendewa juu ya wanajumuiya pia lakini kwa ajili ya hawa watoto ambao waliouawa sisi tuliudhika sana Mwenyezi Mungu awajalie watoto subra ambao walikosa wazazi wao pia katika tukio hili kama nilivyosema kwamba ugaidi huu na matokeo haya ya dhulma takriban inatokea katika nchi zote za waislamu hii si swali la Pakistan tu au si hali ya Pakistan tu bali Libya na Syria dhulma ya aina hii inatondeka na dhulma kubwa ni hii kwamba dhuluma hii inatendekwa kwa jina la Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika nchi ya Syria vita baina ya serikali na wananchi takriban watu 130,000 wameuawa miongoni wa hawa
6,600 ni watoto, 3% ni wananchi ambao waliouawa katika vita hii. Kwa kupitia ISIS watu maelfu wameuawa, kina mama mamia na mabinti waliuawa kwa sababu ya hii tu, kwamba walikataa kuolewa na hawa. Hata habari ni hii pia, kwamba waliouawa ni zaidi kuliko idadi hii tunayojua. Kwa kuona hali hii yote, yule anayeelewa uhakika na ukweli wa Islam, yeye anashangaa kwamba hii ni nini inayotokea kwa jina la dini tukufu ya Islam. Kwa kuona hali hii, mtu anashangaa kwamba kwa jina la Islam gani hii yote inatokea. Je, hii yote inatokea kwa jina la yule Mwenyezi Mungu ambaye ni Rahman na ni mtu ambaye ni msamehevu na ni mrehemevu kiasi hiki kwamba sisi hatuwezi kupiga hesabu yake? Hii yote inatendeka kwa jina la yule ambaye ameitwa Rahmatul Alamin na Mwenyezi Mungu. Inatendeka kwa sheria ile ambayo ndani yake Mwenyezi Mungu amesema kwamba mnalazimika kufanya uadilifu na waadui pia. Mwenyezi Mungu asema, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhadaa bilqisti wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Enyi mliamini, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu muwe washahidi kuhusu uadilifu, na uadui wa taifa lolote lisiwahimize kwamba msifanye uadilifu, bali mfanye uadilifu, kwa sababu huu ni karibu na ucha Mungu, na muogope Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anajua mnayofanya. Sasa angalieni hapa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba mwamini anatakiwa azingatie uadilifu. Ikiwa hana sifa hii, basi yeye si mwaminio. Hata kama mtu ni mdui wa taifa lolote, basi uadui wake pia hautakiwi kwamba asifanye uadilifu. Na Mwenyezi Mungu anasema mwonyeshe uadilifu kiasi hiki kwamba mafundisho ya dini tukufu ya Islam yajulikane duniani, na mifano yenu ya uadilifu uwe shahidi wa mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Mtu yeyote asilete shutuma dhidi ya mafundisho ya Islam. Lao hao wanaojiita Waislamu wangezingatia amali zao, kama je mifano yao ni sawa na mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na watu wanavutika upande wa dini tukufu ya Islam kwa sababu ya mifano yao. Hawa watu ni ya aina hii kwamba mifano yao inawafukuza wenzao pia mbali. Wale watoto waliona kwamba wenzao wameuawa na wamefanywa dhulma. Je, watakuwa na imani hii kwamba hao waliotendea dhuluma ni Waislamu? Lakini wao wakiona kwamba, wakifikiria kwamba ni Waislamu, watakuwa na swali hii kwamba je, hii ni Islamu ambayo tunafuata? Basi hawa watu hawafanyi dhuluma ya kidhahiri, bali wanaharibu kizazi kijacho na wanapeleka mbali katika dini tukufu ya Islam kizazi kijacho. Lao wanaojiita Waislamu ambao kwa jina la Islam na kwa jina la makundi mbalimbali wamezalisha hawa wagaidi, kwa kurekebisha hali yao waweze kueleza Islam halisi, na kwa ajili ya kuongoa mzizi wa wagaidi hawa watumie mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Na hii inaweza tokea wakati
दूसरों को भी अमल करवाएं. wao kwa kupokea imamu wa zama hizi waanze kufuata mafundisho sahihi ya dini tukufu ya islam, kisha wahimize wengine pia wao pia wafuate mafundisho sahihi ya dini tukufu ya islam. ashiki mkweli wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kwa kuwakumbusha maulamaa hawa kwamba warekebishe hali yao, alisema ikiwa maulamaa wa Kiislamu kwa kushirikiana wakisisitiza jambo hili kwamba waislamu watoe kosa hili la ugaidi katika moyo wao na kosa hili la kufanya jihadi kwa upanga, wakiondoa kosa hili katika mioyo ya watu, bila shaka hawa maulamaa watafanya ihsani kubwa sana juu ya taifa. Tena si hii tu, bali kwa sababu ya kitendo chao hiki watu watajua uzuri wa mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na uadui wanakuwa na dini tukufu ya Islam kwa sababu ya kosa hili, uadui ule utakuisha. Hii ndiyo ni hali ya moyo wa Mtume Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa ajili ya kueneza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, na aliwaomba maulamaa wasukua wa Ahmadiyya kwamba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu muondoe kosa hili la ugaidi katika mioyo yenu na mufundishe na musambaze mafundisho ya mapenzi. Lakini hawako tayari maulamaa kupokea ombi hili, bali masilahi ya hawa maulamaa badala ya kuthibitisha na kuimarisha utakaso wa dini tukufu ya Islam, bali masilahi yao ni siasa na faida ya dunia. Sawa na maoni yangu, mimi naona kwamba kwa sababu ya tukio hili hata maulamaa hawakupinga vizuri kama waliotakiwa wangepinga. Labda leo watakuwa wamepinga tukio hili katika hutuba zao za Ijumaa, lakini wao wanatakiwa wakumbuke amri hii ya Mwenyezi Mungu kila wakati kwamba wattaqullah, muogope Mwenyezi Mungu. Bila shaka Mwenyezi Mungu anajua mnayoyafanya, na Mwenyezi Mungu anajua si kwa ajili ya kujua tu, bali kila kitendo kinafanya uamuzi wa mwisho wake na bahati yake. Wale wanaofanya dhulma wanapata mwisho wao mbaya. Basi ikiwa mnataka kuboresha dunia yenu na akhira yenu, katika hali hii muzingatie amri za Mwenyezi Mungu kwamba mnalazimika kufanya uadilifu na maadui. Lakini kuhusu wale wanaotamka shahada, kuhusu hawa Mwenyezi Mungu anasema rohamao bainahum, lakini hapa kuona hali hii ya rohamao bainakum haionekani hata kidogo, bali wao wanawatendea wenzao vibaya zaidi ya maadui, na matokeo yake tunashuhudia mara kwa mara. Watu 1,100,000 waliuawa katika nchi moja. Hii ni kwa sababu ya wenzao wenyewe, yani waliuawa na wenzao Waislamu, au watoto waliuawa, wao pia waliuawa na wenzao Waislamu. Na wale wanasema wanaona kwamba walifanya dhulma hii hawatakamatwa na Mwenyezi Mungu. Haiwezekani, lazima watakamatwa. Mwenyezi Mungu anasema waman yaktul mu'minan mutaammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha waghadiba Allahu alayhi wala'anahu wa'adda lahu azaban azima. Yani anayemuua mwaminio basi ujira wake ni jahannamu, na atakaa humo kwa muda mrefu, na Mwenyezi Mungu amemkashirikia na ametayarisha adhabu kali sana kwa ajili yake. Kisha Mwenyezi Mungu anasema kwamba mwaminio ni nani? Anasema
wala takulu liman alqa ilaykum salama lasta muminan, भाईचारे का yani anayekusalimu usimwambie kwamba yeye si mwaminio au usimuite kwamba yeye si mwaminio. इस तकद्दुस को कोई पामाल करता है और कलमा को कत्ल करता है, basi islam imeimarisha utakaso wa udugu. अल्लाह ताला Ikiwa mtu yeyote ananyang'anya utakaso huu na anamuua mtu anayetamka shahada, bila shaka matokeo yake ni kwamba atapata jahanamu. Hii ndiyo Mwenyezi Mungu anasema, na yeye daima atakuwa chini ya laana ya Mwenyezi Mungu. की रजा हासिल करने वाले हैं, Wale wanaojilipuza तालीम की वजह से जो उनको उनके au walipigana kisha waliuawa na wanaona kwamba kwa kufa hivi watapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, बल्कि kama waliambiwa na maulamaa wao. Mwenyezi Mungu amewaambia waziwazi kwamba kwa kumuua mwaminio hamwezi kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, bali mnapata laana ya Mwenyezi Mungu kwa kufanya hivi, तुम्हारी तरफ कोई सलाम na daima mtakaa motoni. हमारा कोई हक नहीं बनता कि उसे कत्ल करो। अब कोई Na बताए kwa ajili ya kuwa mwaminio Mwenyezi Mungu amesema, ikiwa mtu anakusalimu nyinyi hamna haki ya kumuua hata kidogo. एक बेहतर हिस्सा बनने के लिए Basi niambieni, hawa watoto wasiokuwa na dhambi walikuwa na kosa gani? सलामती फैलाने के लिए इल्म हासिल कर रहे थे, Wao kwa ajili ya kuwa sehemu nzuri ya jamii जो तालीम हासिल na kwa ajili ya kuwa wananchi wazuri na kwa ajili ya kueneza usalama walikuwa wanajifunza na walikuwa wanasoma shuleni, na kwa ajili ya hii watakuwa wamekuja shuleni. Tunashangaa kwa kusikiliza hutuba za hawa mashehe ambao मुतासर होते हैं। wanaosambaza mafundisho ya ugaidi, ijapokuwa Islamu नीयत के कुछ inatoa mafundisho ya usalama, na kwa sababu ya hii majahili wanaathirika, na kwa sababu ya hii wanafanya लेकिन शायद ये लोग vitendo vinavyofanana na vitendo ya wanyama, na mwisho wa watu wa aina hii Mwenyezi Mungu amesema kwamba ni jahanamu. Lakini labda hawa watu wanaona kwamba बावजूद jahanamu ni historia tu, haina uhakika ndani yake, au hawaamini maneno ya Mwenyezi Mungu. अगर आखिरत Licha ya kuwa na onyo hili la Mwenyezi Mungu hawaathiriki, bali wanaendelea ताला ने kuwaua wenzao. दुनिया के हालत के बारे में भी इनको बता दिया कि Ikiwa शुरू होगा फिर कि अगर तुमने hawana imani juu ya akhera, हाल किया तो फिर यहाँ भी तुम्हारी साखत Mwenyezi Mungu amewaambia kuhusu dunia hii pia kwamba है। hali yenu itakuwaje ikiwa mnaharibu utakaso wa udugu, basi ninyi mtakosa heshima katika dunia hii वो भी तुम्हें नहीं मिलेगी। na hamwezi kupata faida ya dunia pia. पता है Kwa ajili ya dunia kwayo mnafanya hayo yote, hamwezi kupata hata ile dunia pia. सब आ रही है Mwenyezi Mungu anasema, waatiu llah waatiu rasul wala tanazau fatafshalu watazaba rihukum और उसके रसूल की wasbiru मत झगड़ो inna allaha maa sabirin. होगे और तुम्हारा रोप जाता रहेगा और Mtini Mwenyezi Mungu na mtume wake, साथ na msipigane wenyewe kwa wenyewe, pengine heshima yenu itapotea, na mnatakiwa mushike subira, kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuwa pamoja na wale wanaofanya subira. इन पर पूरी होती नजर आती है। Basi kauli hii ya Mwenyezi Mungu ताकत खत्म हो चुकी है। kwa kuona hali ya Waislamu inatimia juu yao, शिद्दत पसंद ग्रोहों kwamba Waislamu wamekosa nguvu yao kwa sababu ya ufisadi huu na kwa sababu ya vita hii, kwa sababu ya kupigana wenyewe kwa wenyewe, na kwa sababu ya makundi ya magaidi. एक तंजीम Nchi chungu mzima imekuwa kama ni uwanja wa vita, लेकिन इसकी हैसियत na wanaomba msaada kutoka kwa nchi za Ulaya. इत्तेहाद है जिसकी वजह से मुल्कों में Bila shaka Waislamu wana chama chao pia, lakini kile chama hakina गैर मुस्लिम heshima wala hakina sauti, wala kwa sababu ya chama hiki udugu haupatikani, umoja haupatikani kati ya Waislamu.
wala waislamu nchi hizi za waislamu hazikiheshimu chama hiki. Hawa viongozi wa nchi hizi wanafuata amri za viongozi wa Ulaya, viongozi wa nchi hizi, hata kiongozi wa wanajeshi pia, kwa kuja katika nchi hii akikutana na rais wa nchi au waziri mkuu wa nchi au watu hawa, kama wanawasifu kwa kuona hali hii kwamba wamesifiwa, viongozi wetu wa Waislamu wanaona kwamba wao wamepata neema za dunia nzima. Wao hawamwabudu Mwenyezi Mungu, hawamtegemei Mwenyezi Mungu, na kwa kumwacha Mwenyezi Mungu wanaangukia dunia na wanategemea viongozi wa dunia, na wao wanaona kwamba hii ndiyo ni mwisho wao. Mimi nieleze nini na nini kuhusu hali inayopeleka nchi za Waislamu katika maangamio. Tukio fulani linatendeka, athari yake inakuwa kwa siku kadhaa, watu wanapiga kelele, wanazungumza dhidi yake, lakini baadaye tena wengi wa hawa wanaanza kuwafuata hawa wagaidi. Basi maadamu hawatakubali amri ya Mwenyezi Mungu, maadamu hawatafanya uadilifu na hata maadui, maadamu hapewi mtu anayewasilimu, maadamu hawaimarishi udugu kati yao, maadamu serikali haitangalia wananchi, maadamu wananchi hawatafuata viongozi wao, maadamu hawatakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwao, mpaka katika hali hii matukio ya dhuluma yataendelea kutendeka. Viongozi wetu na wale ambao wanajiita maulama wa Kiislamu waweze kuelewa, na Waislamu pia waweze kuelewa. Ikiwa Waislamu wanaudhika, sisi pia tunaudhika. Ikiwa wao wanapata shida, sisi pia tunahuzunika, kwa sababu hawa ni wafuasi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sisi tumefundishwa kwamba tuwahurumie hawa wote ambao wanadai kuwa wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tumefundishwa na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwamba moyo uwajali hawa watu Waislamu na wahurumie, kwa sababu hawa wanadai kwamba wana mapenzi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ni wafuasi wake. Hata kama wao wanatudhulumu, kwa kuwa na hali hii sisi tunahuzunika kwa kuona shida zao. Tunafanya maombi kwamba Mwenyezi Mungu asafishe mioyo yao na waelewe uhakika huu kwamba huruma halisi kwa ajili ya umma wa Islamu ni wanajumuiya tu wanakuwa wanazo. Na hali hii ya huruma mioyoni mwetu alileta Sayyidina alayhi salatu wassalam. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa mujibu wa mafundisho ya dini tukufu ya Islam alitusihi kwamba sisi tuwe na huruma kwa ajili ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Alisema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba kwa ajili ya waaminio Mwenyezi Mungu amesema wafanye huruma na waonyeshe upole. Kisha anasema kwamba kila mtu anatakiwa achunguze amali zake, kwamba kiasi gani anafuata amri hizi na kiasi gani anawahurumia ndugu zake. Kisha amesema kwamba manabii wote walikuja na ujumbe huu kwamba mapenzi ya Mwenyezi Mungu yaimarishwe, na katika kuimarisha udugu juhudi fulani maalum ifanywe. Madamu hali hii haipatikani, basi mambo hayawezi kurekebika. Kisha amesema Sayyidina alayhi salatu wassalam
kwamba muwarehemu watumishi wa mwenyezi mungu, msiwadhulumu kwa mikono yenu na kwa ulimi wenu, को वो गाली देता हो, na mufanye juhudi kwa ajili ya heri ya binadamu, na msiwe na kibri juu ya mtu yeyote hata kama anakuwa mtumishi wenu. Msimtukane mtu yeyote hata kama yeye anatukana. कि तुम तमाम नौ Nyinyi muwe wenye huruma kwa ajili ya ubinadamu ili mukubaliwe na mwenyezi mungu. Kisha amesema mwenyezi mungu से कोई नेकी नहीं, anawataka nini, kwamba ni hii kwamba mufanye uadilifu na wote. Kisha juu ya hayo yote ni kwamba कि हकीकी रिश्ते mumtendee vizuri yule ambaye hakuwatendeni vizuri, फरमाया आखिरी दर्जा na नेकियों का तभी muwatendee माँ की तरह watumishi wa mwenyezi mungu kama ni jamaa zenu, na muwatendee kama mama anamtendea mtoto wake. ऐसे मयार हम Na hii ndiyo ni mema wa hali ya juu, kama mtu anampenda mtu sawa na upendo wa mama. अमल करने वाले भी हों, mwenyezi mungu atujalie kwamba tuweze kupata sifa za aina hizi दर्द को महसूस कर सकें और हम na tuweze kufuata mafundisho haya ya mapenzi tuliyopewa, ndipo tunaweza kuhisi और एक अहमदी को ऐसे जज्बात रखने वाला होना चाहिए uchungu wa wengine. Na kwa fadhila za mwenyezi mungu wanajumuia wengi wanakuwa na hali ya aina hii, na mwanajumuia anatakiwa awe na hali ya aina hii. मुसलमानों के लिए तो फिर हम इससे बढ़कर जज्बात रखने वाले हैं। Ikiwa mtu anakuwa na hali ya aina hii kwa ajili ya watu wa kawaida, हम अपने दिल पर महसूस करते kwa ajili ya waislamu tunatakiwa tuwe na hali nzuri zaidi kuliko hii, tuwe na huruma zaidi ya hii. इंतहाई तकलीफ है Mwislamu yeyote akidhulumiwa, sisi मुसलमान दुनिया में tunahuzunika na dhuluma iliyotendeka huko Pakistan. हमारी ये तकलीफ Bila shaka kwa ajili yetu ni huzuni sana, उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ जाता है na dhuluma inayotendeka katika nchi za waislamu bila shaka ni huzuni kwetu. कि अल्लाह ताला ने इन जुल्मों के खात्मे के लिए Na huzuni hii ina मसीह मौद को भेजती है zidi wakati tunapoiambia dunia hii kwamba mwenyezi mungu kwa ajili ya kuondoa dhuluma hii sawa na ahadi yake alimtuma sainam alahi salatu wassalam, बस इसकी बात सुनो ताकि दुनिया में ambaye alimaliza vita vya panga na alieneza mapenzi. Basi mumsikie na mumtii ili muweze kusambaza na kuimarisha mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Lakini kwa kuwa na vito hili waislamu wanaendelea kuzidi katika uadui, na hali hii inapopatikana हर मुआशरे katika hali hii फितना व फसाद mtu hawezi kutambua na kufanya tofauti baina ya uadilifu na huruma, na matokeo yake ni kwamba katika kila jamii fitina na ufisadi tu inaonekana, इस बात na watu wasiokuwa na dhambi wao wanauawa. Na hii ndiyo inayotokea lao तबाह करने की कोशिश करने के बजाय wale ambao wanajiita waislamu na maulamaa wa kiislamu waelewe jambo hili, na badala ya kutia umma katika fitina, na kwa kufanya hivi badala ya kuangamiza इस्लाम ने फरमाया है waweze और गैर मुस्लिमों kutia mafundisho ya mapenzi na upendo katika mioyo ya waislamu, kama alivyosema sayyidina ahmad alahi salatu wassalam. शिद्दत पसंदी और Na katika wasiokuwa waislamu अल्लाह ताला करे pia कि इनको ये अकल आ जाए waondoe dhana yao hii mbaya moyoni mwao मालिक के लिए kwamba islam ni dini tukufu ya ugaidi. ताला इन मुल्कों में अमन कायम फरमाए Mwenyezi Mungu awajalie waweze kupata akili हकीकी kwa ajili ya Pakistan na kwa ajili ya nchi za Waislamu. Mfanye maombi sana, Mwenyezi Mungu alete amani katika nchi hizi. अल्लाह ताला Serikali na watu wa kawaida pia करने की तौफीक अता फरमाए waweze kutambua इराक लीबिया mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam na waweze kuheshimu mafundisho ya Islam. Mwenyezi Mungu atujalie sisi pia tuwe na mifano yake mizuri katika Libya na Syria. Kwa sababu ya hali hii होने की वजह से भी तकलीफ में है उनके लिए भी खास दुआ ambamo nchi hizi zipo wanajumuia, kwa kuwa wananchi wa nchi hizi na kwa kuwa wanajumuia wao wanateswa sana. Mufanye maombi kwa ajili hawa wanajumuia pia, Mwenyezi Mungu awasaidie. कोई मदद भी ऐसे Wengine bila kuwa na msaada wowote wanaishi kule bila kuwa na
nyumba na watu wamekuwa maadui wao, na katika hali hii hatuwezi kuwasaidia. Ni Mungu tu ambaye anaweza kuleta fadhila zake na anaweza kuwasaidia, na ni yeye tu ambaye anaweza kuwaondoa katika siku hizi za usumbufu. Hazur anasema baada ya swala nitasalisha jeneza ghaibu. Jeneza ya kwanza ni ya ndugu yetu shahid bana Mubarak Ahmad Saheb Bajwa, aliyekuwa mwana wa Amir Ahmad Bajwa Saheb, chak 312 wa Toba Texing. aliuawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huyu bana alitekwa nyara na watu wasiojulikana tarehe 26 wa Oktoba, na wale watu walikuwa hawakujulikana, lakini hivi karibuni watu waliokamatwa na polisi, wale wagaidi, walisema kwamba tulimkamata Mubarak Bajwa wa Kathwali na tulimuua na tulimzika shimoni. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huzuri anasema hawa ni watu ambao wameanza kutoa fatwa pia. Katika familia ya bana Baraka Masab Ahmadiyya iliingia kwa kupitia babu yake Pir Muhammad Saheb. Alikuwa akipenda sana jumuiya na familia hii ni yenye dini sana. Bana Baraka alikuwa mwanajumuiya kwa kuzaliwa 1953. Sheikh marehemu alizaliwa na alisoma mpaka shule ya msingi, na alikuwa akilima shamba. Alikuwa mtu wa bashasha sana. Baba yake bana Amir Ahmad Saheb na ndugu yake bana Rashid Ahmad Saheb, hao wote wawili waliwahi kuwa mwenyekiti wa Kathwali, na mtoto wake mmoja ni Qaid Majlis. Ameacha mke wake na watoto wanne, bana Zahur Ahmad, Mansur Ahmad, Nasir Ahmad na Atiq Ahmad. Vile vile ameacha ndugu wawili na dada moja. Na maelezo ya tukio la kuuawa kwake ni hivi kwamba Baraka Bajwa Saheb na mtumishi wake moja Sikandar Mahmud alikuwa kijana wa 14 tarehe 26 Oktoba 2009. hao wote wawili walitekwa nyara na watu wasiojulikana. Yani miaka 5 iliyopita walitekwa nyara kutoka katika shamba lake, na watu waliwachukua. Baada ya siku kadhaa walimwacha mtumishi wake kwa kumpatia simu ya mkononi, na waliomba hela kwa ajili ya kumwacha, na waliomba milioni 20, na hatimaye walikubaliana milioni 1, na walisema kwamba hela hii ipelekwe Parachanar. Baadaye uhusiano ulikatika na polisi pia haikuweza kufika kule. Sasa Amir Saheb wa Toba Texim amesema kwamba DPO wa wilaya alimuita Aziz Bajwa Saheb ambaye ni ndugu ya marehemu kwamba uende kwa DPO kwa sababu kuna maelezo kuhusu ndugu yako. Alipokwenda kule, DPO wa Gujarat akasema kwamba Tahrike Taliban wa Pakistan, kundi la Afzal Fauji, wafuasi wao kadhaa wamekamatwa, na mtu mmoja Wajid Ahmad amekamatwa. Amesema kwamba yeye alimchinja bana Mubarak Ahmad Bajwa Saheb. Aziz Ahmad Bajwa Saheb na watu wengine walipokutana na Wajid Ahmad, yeye pia alikubali kwamba yeye ndiye aliyemuua Mubarak Ahmad Saheb. Walimuuliza huyu mtu kwamba je, mtu mwingine pia alishirikiana naye katika kazi hii. Alisema kwamba kuna mtu mmoja aitwaye Ahmad, yeye alituambia kwamba Mubarak Ahmad Saheb ni mdui wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu Wajid alikuwa Mkristo, kwa kusilimu akajiunga na Tahrike Taliban. Huyu Wajid akasema kwamba tulimchukua Mubarak Bajwa Saheb
na tulimpeleka kotli na kule tulimfunga na nyororo. Kisha siku moja baada ya swala ya isha tulimchinja, na kisha kwa kumkatakata tulimzika shimoni. Mwanapolisi akamuuliza yule mtu kwamba kwa nini ulifanya hivi. Alisema kwamba kamanda wetu alituambia kwamba hawa wanajumuia ni wanamtukana mtume Muhammad SAW, kwa hivyo wauawe. Kwa hiyo tulimuua kwa sababu ya hii. Hazur anasema kwamba ikiwa hawa watu waliwaua watoto hawa, walimuua huyu bana pia. Mwenyezi Mungu amghofirie na apandishe madaraja yake na awapatie subra watoto wake. Jeneza ya pili ni ya Bi Amina sahaba wa Kababir. Tarehe 12 wa Desemba 2014 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mwanajumuiya kwa kuzaliwa. Baba yake bana Usaf alikuwa mwanajumuiya wa mwanzo wa Haifa. Aliwahi kuwa mwenyekiti wa Kababir. Alikuwa mwanamke mwema sana na mwenye kufanya maombi, na alikuwa akitoa sana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wageni walikuwa wakija katika Daru Tabligh, alikuwa akitayarisha chakula kwa ajili yao, na alikuwa akifanya mahubiri kwa shauku sana. Alikuwa akiwapenda sana wabashiri na familia zao. Msikiti wa Kababir ulikuwa unajengwa, yeye alitoa hela kubwa sana kwa ajili ya ujenzi, na wale walikuwa wanajenga msikiti aliwahudumia pia. Alikuwa akiwapenda sana mahalifa wa Kiahmadiyya. Alikuwa akisikiliza hutuba kwa makini sana katika MTA, na alikuwa akieleza muhtasari wa hutuba kwa wengine, na alikuwa tayari kila wakati kwa ajili ya kujitolea. Aliwasomesha watoto Qur'ani tukufu. Wanajumuiya wote wa Kababir walikuwa wakimheshimu sana, na alipata bahati ya kufanya umra pia. Alikuwa na hamu sana kwamba aende Qadian, kwamba aende katika kaburi la Sinam alayhi salatu wasalam na afanye maombi, na Mwenyezi Mungu alitimiza hamu yake hii. Tena si mara moja bali mara 3 alibahatika kwenda Qadiana kushiriki katika mkutano mwaka. Marehemu alikuwa Musia, alikuwa anti wa Muhammad Sharif Odesai na Munir Odesai ambao wanafanya kazi katika MTA. Munir Odesai anasema kwamba anti Amina alitulea kama ni watoto wake. Wakati wazazi wangu walipokuwa wakienda nje kwa ajili ya kazi, yeye alikuwa akituangalia. Alikuwa akitusihi kwamba tusali sala kwa nyakati zao. Alikuwa miongoni wa wale walifanya wasia mwanzoni. Alikuwa akishona nguo. Alikuwa si mtajiri sana, lakini alikuwa haombi msaada kutoka kwa mtu mwingine, bali aliwasaidia wanafunzi walikuwa akisoma, na alikuwa akiwasaidia watu wenye shida. Yeye hakuolewa. Alipewa ujumbe kutoka kwa wasikuwa na jumuiya, ujumbe wa posa, lakini alikataa na alibaki juu ya jumuiya na hakuolewa. Anasema bana Munirode kwamba wakati alipoaga dunia hii na alipofariki, nilikuwa karibu naye wakati ule, na maneno yake ya mwisho yalikuwa la ilaha illallah. Kabla ya kufariki kwake alifanya wasia kwamba mali yake yote itolewe katika jumuiya. Vile vile mbashiri wa kule mke wake Bi Bushra anasema kwamba alikuwa akimpenda sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema siku moja nilikuwa nampatia dawa, yeye akanywa maji kidogo mara moja. Nikamwambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba inatakiwa maji yanywe mara 3, kwa hiyo akanywa tena, ilhali alikuwa ameshakataa kabla. Jeneza ya 3 ni ya bana Ibrahim Bukhari sahaba Misri. Tarehe 13 Desemba 2004 katika umri wa miaka 63 alifariki katika Misri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huyu bana katika umri wa ujana, yani 18,
katika mwaka 1969 alijiunga na jumuiya. Wakati ule mwenyekiti wa Misri alikuwa Muhammad Bashuni saheb. Alipata zama ya mahalifa watatu, bana Mustafa saheb na Hilmi Shafi saheb. Pia aliwahi kukaa nao. baada ya kufanya bayet alidhulumiwa sana, aliteswa sana, lakini alitimiza bayeti yake kwa imani sana. hata alipewa tishio kwamba watanyang'anya mke wake, lakini hakujali. vile vile waliweka vizuizi sana katika kazi yake. alikuwa akitaka kibali kwa ajili ya kuendeleza kazi yake, lakini alikuwa anasumbuliwa sana na alikuwa akipewa kibali kile kwa kuchelewa sana, na kwa sababu hii kazi yake ilikuwa ikiharibika na alikuwa anasumbuliwa kwa njia mbalimbali, lakini hakuonyesha udhaifu. Na kwa kuwa na mali kidogo, kwa kawaida alikuwa akitoa michango yake yote. baada ya kuoa mke wake, pia kwa kuona mfano wake, alijiunga na jumuiya. 1988 alienda Nigeria. kule miaka 2.5 alitoa huduma zake katika shule ya jumuiya. alifundisha Kiarabu, alikuwa akiswali swala na alikuwa akitoa michango yake. hata alipokuwa mgonjwa alikuwa akija kwa ajili ya swala ya Ijumaa. katika hali hii pia alikuwa akija hapa pia kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. alikuwa mtu mwenye imani sana na alikuwa akipenda sana uhalifa. marehemu ameacha mke na binti Maryam na watoto wa kiume Mahmud, Muhammad na Ahmad ameacha, na hawa wote ni wanajumuiya kwa kuzaliwa. binti ameshaolewa na anaishi Marekani. mtoto Mahmud na Ahmad wanaishi hapa Uingereza, na mtoto mdogo anaishi pamoja na mama huko Misri. Mwenyezi Mungu aziweke roho za hawa marehemu wote mahala pema na awaghofirie na awajalie watu wa familia. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.